huko ndiko kunakotokea mwanga. Huko ndiko mwanga unakotokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nalibariki jina lako Mungu aliyejaa neema kwa ajili ya saa hii ambapo wana na mabinti tunakwenda kula na kunywa mezani pako pamoja nawe. Ikiwa Mungu wa mbinguni umetupa neema ya kuwepo mbele zako ili kuisikia sauti yako. Ikiwa Bwana Yesu unajidhihirisha katikati yetu kupitia neno lako la uzima. Achia roho yako e Bwana wa mbingu na nchi juu ya kila moja Bwana, ili apate kulielewa neno lako la uzima na yale uliyokusudia Mungu adhihirisha kwa kila mmoja wetu. Pokea sifa, utukufu, heshima na shukrani, maana Mungu umeyatenda haya. Ikiwa Mungu umekusudia watu wako wapokee neema itokayo kwako Mfalme, ninakusihi Mungu ukawape neema ya kusikia sauti yako kupitia neno lako la uzima, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai hata milele na milele, na kila mwenye uhai aseme amen. Naomba ukae. Chukua sasa kalamu na daftari lako pamoja na Biblia yako ili kuweza kujifunza neno la uzima. Somo la leo linasema kanisa la Kristo ni kundi moja lenye mchungaji mmoja. Kundi moja lenye mchungaji mmoja. Hilo ndilo kanisa la Kristo. Kanisa la Kristo ni kundi moja lenye mchungaji mmoja. Tutaona ndani yake wakiwa na sifa kadha wa kadha ambazo wanatakiwa kuwa nazo kama kundi moja, kama kanisa la Kristo. Kwa hiyo Kristo ametupa neema siku ya leo kutufunulia kanisa lake jinsi lilivyo. Vile ambavyo kanisa lake lilivyo, Kristo amekusudia siku ya leo kutujulisha vile lilivyo na sifa zake. Kanisa la Kristo ni kundi moja lenye mchungaji mmoja. Hilo ndilo somo leo ambalo Bwana Yesu ametupa. Rejea kuu inatoka kwa Efeso sura ya 4 mstari ule wa 2 mpaka mstari wa 6. Rejea kuu wa Efeso sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 6. Naomba usome. Waefeso sura ya 4 mstari wa 2 unasema, ndiyo, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja, na kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote, na ndani ya yote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kristo linalazimika kuwa na roho mmoja, lakini Biblia inalitaka kanisa la Kristo lihifadhi umoja wa roho. Ili lijulikane kuwa kanisa la Kristo linatakiwa kudhihirisha umoja wa roho, na umoja wa roho ndio nguvu ya kanisa. Kanisa lisilokuwa na umoja wa roho haliwezi kuwa na nguvu ya Kristo. Sasa anataka liwe na roho mmoja, lakini liwe na tumaini mmoja, liwe na Bwana mmoja, lakini liwe na imani mmoja, lakini kanisa hilo liwe na ubatizo mmoja pamoja na Mungu mmoja, naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote. Kwa hiyo kanisa la Kristo ambalo ni kundi moja, ambalo lina mchungaji mmoja, mchungaji huyo mmoja ni Yesu Kristo, anayelichunga kanisa hilo katika roho. Maana mpaka sasa Kristo
analichunga kanisa lake katika roho. Mathayo sura ya 19 mstari wa 28. Naomba tuangalie Yesu Kristo anasema nini juu ya watu wake. Mathayo sura ya 19 ndiyo aya yake ya 18 inasema akamwambia ndiyo, zipi? Yesu akasema ni hizi: usiue, usizini. Mathayo 19:28. 28 inasema Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu makabila 12 ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Yesu akawaambia, amini ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya. Maana yake wamemfuata Kristo katika ulimwengu mpya. Wamemfuata Kristo katika ulimwengu mpya, lakini anasema atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu makabila 12 ya Israeli. Kanisa la Kristo linaketishwa katika viti 12. Katika ulimwengu wa roho wanaketishwa katika viti 12 wakihukumu makabila ya Israeli. Sasa katika mfumo wa rohoni, kanisa la Kristo linaketi katika mfumo wa rohoni likihukumu kupitia neno la kweli. Tunahukumu Israeli, makabila ya Israeli, taifa la Israeli, watu wa Mungu kupitia kweli ya Mungu. Kwa kweli ya Mungu inalidhihirisha kanisa la Kristo, ikilileta pamoja, ikilileta kuwa kundi moja. Kumbuka kundi hili limeambiwa liwe na roho moja, limeambiwa liwe na tumaini moja, liwe na imani moja, liwe na ubatizo mmoja, lakini pia liwe na Bwana mmoja, liwe pia na tumaini la wito pamoja, na kuweza kudhihirisha Mungu aliye juu ya yote, ambaye ni Baba wa wote. Lakini Mungu analitaka kanisa hilo liweze kuketi pamoja na Kristo katika ulimwengu mpya. Ulimwengu mpya ulianzia pale Calvary. Ulimwengu mpya Bwana Yesu alianza kurejesha pale Calvary. Ndipo alipodhihirisha ulimwengu mpya, ndipo alipodhihirisha kanisa lake katika roho. Kwa hiyo angalia vile ambavyo Mungu analitaka kanisa lake liweze kutembea katika kundi moja. Ni kundi moja ambalo lina roho moja, ni kundi moja ambalo lina imani moja, ni kundi moja ambalo lina ubatizo mmoja, ni kundi moja ambalo lina Bwana mmoja, ni kundi moja ambalo lina wito mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu sura ya 7:6 mpaka 9. Uangalie mara baada ya kanisa lake kuwa kundi moja, Bwana Yesu analitaka liweje. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 7 mstari wa 6 mpaka wa 9. Neno la Bwana linasema, ndiyo, kwa maana wewe utaifa takatifu kwa Bwana. Kwa maana wewe utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Bwana hakuwapenda ninyi wala hakuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa mengine, maana mlikuwa wachache kuliko mataifa mengine. Bali ndiyo, kwa sababu Bwana anawapenda,
bali kwa sababu Bwana amewapenda, na kwa sababu alitaka kuutimiza uwapo wake, na kwa sababu Bwana alitaka kuutimiza uwapo wake aliowapia baba zenu. Ndiyo sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao, mfalme wa Misri. Mstari wa 9. Ndiyo. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi elfu. Angalia, anasema si kwamba Bwana aliwapenda ninyi kwa sababu mlikuwa wengi, lakini yeye alikuwa anatafuta agano lake. Alichokuwa nakitafuta ni ule uwapo aliowapia baba zenu. Kwa hiyo Mungu wakati anatuchagua sisi, si kwamba tulikuwa ni wazuri, si kwamba tulikuwa ni wengi, wala si kwamba tulikuwa na nguvu, lakini Mungu alikuchagua wewe uwe mtu wake zaidi haswa. Lakini Mungu hakukuchagua kwa sababu wewe ulikuwa ni bora. Mungu alikuchagua kwa sababu ya agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuchagua kwa sababu ya agano lake. Kwa hiyo Mungu, angalia, amelitafuta kanisa lake ili alifanye kuwa kundi moja, lakini kundi moja ambalo ndani yake lina umoja wa roho. Kristo hawezi kuonekana kuwa mchungaji katika kundi hilo kama kanisa hilo halina umoja wa roho. Haliwezi kudhihirika kuwa kundi moja mpaka liwe na umoja wa roho. Na umoja wa roho ndio kanisa ambalo nguvu yake Mungu inadhihirika. Matendo sura ya 10 mstari wa 40 hadi 41 tunakwenda kuona kila ambacho Mungu anakizungumza. Alipotuchagua tuwe taifa takatifu kwake, yeye alikusudia kufanya mambo makubwa, kufanya taifa takatifu, kufanya watu wa miliki yake. Mungu alituchagua. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 40 mpaka 41 inasema, ndiyo, huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, ndiyo, akamjalia kudhihirika. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu na akamjalia kudhihirika. Si kwa watu wote. Tulia kidogo, angalia. Kumbukumbu kule amesema amechagua Israeli. Israeli ya mwilini alichagua kuwa taifa takatifu, watu wake haswa. Wakati huo katika kanisa kulikuwa hakuna kanisa, walikuwa ni watu wametengwa kwa ajili ya kudhihirisha utukufu wa Mungu, kudhihirisha uweza wa Mungu. Lakini katika agano jipya Mungu ametuchagua ili tuwe kanisa takatifu lisilo na mawaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lisilo na mawaa, lakini kanisa ambalo litadhihirisha sura yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa ambalo litadhihirisha sura yake. Amen. Kanisa ambalo litadhihirisha imani moja. Kanisa ambalo litadhihirisha ubatizo mmoja. Kanisa ambalo litadhihirisha Bwana mmoja. Tumechaguliwa. Biblia inasema aliwachagua si kwa sababu walikuwa na nguvu, aliwachagua si kwa sababu walikuwa ni wengi kuliko mataifa mengine, lakini aliwachagua ili alidhihirishe agano lake na uwapo wake aliwapia baba zao. Haleluya. Amen. Sasa tunaona tena Matendo ya Mitume akidhihirisha kwamba wale aliowachagua, Biblia inasema kwamba akajidhihirisha kwao. Mungu alipomfufua siku ya tatu akajidhihirisha kwao. Lakini angalia anasemaje? Si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokwisha kuchaguliwa na Mungu. Ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka wafu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Angalia, tumeona kwamba Mungu anaendelea kujidhihirisha kwamba yeye anajifunua kwa watu wake, anajidhihirisha kwa watu wake, lakini lengo lote anatafuta taifa takatifu, anatafuta kanisa takatifu, anatafuta kanisa ambalo ni kundi moja, ambalo limebeba imani moja, limebeba umoja wa roho, limetembea na Bwana mmoja, limetembea na ubatizo mmoja, limetembea na imani moja. Hilo ndilo kanisa ambalo Bwana Yesu anajidhihirisha kwake, maana anawafunulia siri zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo ukiangalia mara baada ya kutoka kwa wafu, Kristo jambo la kwanza alijifunua kwa watu wake, na si watu wote kama tunavyoona kwamba si kwamba alikuwa na uwezo Mungu kujifunua kwa mataifa yote. Tunaona Yuda Iskariote akamuuliza, kwa nini umeona vyema kujidhihirisha kwetu na wala si kwa ulimwengu? Yesu alimjibu mengine hata alichomuuliza tofauti na alichokijibu. Sasa tuangalie jinsi ambavyo Mungu anataka kujidhihirisha kwa kila mmoja. Maana majira haya anasema kwamba watu wote watanijua kuanzia mdogo hadi mkubwa. Hakuna atakayemfundisha mkubwa wala mdogo mjue Mungu, maana wote watanijua kuanzia mdogo hadi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kundi la Kristo, katika kanisa la Kristo ambalo ni kundi moja, ambalo lina mchungaji mmoja, naye ni Yesu Kristo, Bwana wa wote, Mungu wa wote, aliye juu ya yote, katika yote, huyo ndiye anayejidhihirisha ndani ya kanisa lake. Kanisa lake lililo na sura yake, na sura yake inapatikana katika kuhifadhi umoja wa roho. Leo hii kanisa limegawanyika kwa sababu umoja wa roho haupo. Yohana sura ya 14 mstari wa 19. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wake wa 19, neno la Mungu linasema, ndio, bado kitambo kidogo, bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, bali ninyi mmeniona, na kwa sababu mimi ni hai, kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Ninyi nanyi mtakuwa hai. Angalia, alipojidhihirisha kwa ulimwengu, alipojidhihirisha kwa kanisa lake, akawaambia, angalia, ulimwengu haunioni, ulimwengu haunitambui, bali ninyi mnaniona. Sio mtaniona, maana kuna wengine wanasema tutamuona. Mnaniona. Haleluya. Kwa maana mimi mnaniona kwa sababu mimi niko hai. Sasa kwa sababu mimi niko hai na mimi nimejidhihirisha kwako, wewe nawe utakuwa hai. Kanisa la Kristo ni kanisa lililo hai, na uhai wetu ni uhai wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni uhai wa rohoni. Kwa Kristo anasema, ninyi mnaniona kwa sababu mimi ni hai. Kwa sababu mimi niko hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mko hai. Amina. Amen. Amen. Kwa hiyo kanisa la Kristo, kwa sababu Kristo anakuwemo ndani yake, ni kanisa lililo hai, ni kanisa linalodhihirisha sura yake. Na kanisa ni mimi na wewe, ndiyo hekalu la Mungu, ndio watu wa Mungu ambao tunadhihirisha sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu hakutaka kujidhihirisha kwa ulimwengu kabla ya kanisa lake. Kwa ulimwengu atajidhihirisha kwao, lakini lazima ajidhihirishe kwa kanisa kwanza. Angalia mstari wa 22 hadi 24. Mstari wa 22 unasema, ndiyo, Yuda siye Iskarioti akamwambia, Bwana, ndiyo, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Imekuwaje ya kwamba unataka kujifunua? Kujidhihirisha maana yake ni kujifunua. Unataka kujifunua kwetu wala si kwa ulimwengu. Kwa nini? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake,
na kufanya makao kwake. Angalia, yeye amezungumza akisema kanisa la Kristo ni kundi moja, halijagawanyika. Hawana imani nyingi. Wamejitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Wamejitahidi kuwa na Bwana mmoja. Wamejitahidi kuwa na Mungu mmoja aliye juu ya yote katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na akasema ya kwamba, akawaambia ya kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu. Kanisa la Kristo wanashika neno lake. Ukiangalia kile kitabu cha Kiswahili cha kisasa au Biblia takatifu inasema kwamba mtu akinipenda atayashika maagizo yangu. Sheria za Mungu ni maagizo. Mungu alikuagiza nini? Alipokuokoa Mungu alikuagiza ufanye nini? Mungu kwako anakutaka ufanye nini kama kanisa lake? Kama watu wa miliki yake, Mungu anakutaka ufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata usiposema amina, miti itasema amen. Mtu akinipenda atashika maagizo yangu, atashika amri zangu, atazishika sheria zangu, na Baba yangu mtu huyo atampenda. Mungu anataka ushike maagizo aliyokuagiza. Mungu anataka ili udhihirishe kanisa lake takatifu, lazima uyaishi maagizo. Haleluya. Angalia Mungu wakati anamleta Yeremia, alimwambia wewe nimekuita na nimekufanya uwe nabii wa mataifa. Lakini kuwa nabii wa mataifa sio maagizo. Maagizo ni haya: nimekuweka uweze kubomoa, kung'oa, kuharibu, kusambaratisha, kuvunja, kupanda na kujenga. Hiyo ndiyo ilikuwa ni maagizo yake. Sasa leo kanisa limeagizwa kutii maagizo yake. Je, maagizo yapi wewe amekupa? Kuhifadhi umoja wa roho. Lakini tutakuja kuona tena maagizo ambayo Yesu Kristo aliyatoa kwa kanisa lake ili kudhihirisha kundi lile moja, kudhihirisha mchungaji mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Leo hii tumekuwa tofauti kwa sababu yule mchungaji mmoja hayuko ndani yetu. Bwana wengi, hatuna Bwana mmoja. Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Lakini leo wamekuwa na mabwana wengi. Na Bwana huyo ndiye ambaye unamtetemekea, ndiye ambaye unaweza kuanguka mbele yake. Sasa angalia, wewe unayemtetemekea ni nani zaidi kuliko Mungu wa mbinguni? Mwenye heshima zaidi ni nani? Maana kama unampenda Kristo utalishika neno lake. Neno lake linasemaje? Limekuagiza vitu vingi uvitende. Bwana Yesu asifiwe. Ukizisoma zipo karibia sheria 600 na kitu ambazo Kristo anataka uziishi. Lakini angalia, hata 2 tu zinakushinda. Amen. Sheria ya kwanza ile ya kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase, ulishashindwa hata kuitunza. Hiyo moja tu ilishakushinda. Haleluya. 600 na kitu zinakungoja. Utazitimiza lini? Utaziishi lini kama sio neema ya Kristo? Ndio maana Kristo amesema mtu akinipenda atalishika neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Atalishika neno langu. Lakini ule mstari wa 24, angalia sasa, utadhihirishiwa kwamba wewe Kristo unampenda au haumpendi. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Neno unalolisikia sio la kwangu, ila ni la Baba yeye aliyenipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo angalia, kanisa la Kristo linashika neno lake. Maana yake linashika neno. Neno ni amri. Neno ni maagizo. Neno ni Mungu mwenyewe. Unamtunza,
unakaa naye, unadumu naye. Ndio maana anasema mtu adumu ndani yangu. Kudumu ndani ya Kristo ni kudumu katika neno. Maana yake niliishi neno. Nikiliishi neno nitadhihirishwa katika kundi moja. Nikiliishi neno nitauhifadhi umoja wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia leo hii nataka nikuambie kitu kimoja. Umoja wa roho ambapo unadhihirika ni kile ambacho Mungu amekizungumza na mtu yule kwa maono, mwingine akione kwa ndoto, mwingine akione kwa sauti, akisikie kwa sauti, mwingine Mungu anajifunue kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akijifunua kwa neno, mwingine aone ndoto, mwingine aone maono, mwingine aisikie sauti, jambo moja lile. Huo ndio umoja wa roho, na hilo ndilo kanisa la Kristo, na hilo ndilo kundi moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Lakini angalia leo hii kanisa la Kristo, utashangaa mwingine anaona mchawi, mwingine anaona mganga, mwingine anaona wazinzi, mwingine anaona walevi. Haoni mambo ya mbinguni yaliyo mazuri. Kwa hiyo Mungu wetu amekuwa ni wa kutuonesha mambo mabaya tu. Je, mambo mazuri amuoneshe nani? Haleluya. Amina. Lakini umoja wa roho ukiwapo, Mungu anasema tumenyweshwa roho moja. Haleluya. Tunanyweshwa roho moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana amerudi tena akasema kinywa kimoja hakiwezi kutoa, ama kisima kimoja hakiwezi kutoa maji matamu na machungu. Haiwezekani. Kama ni kundi la Kristo, maana yake wote tunanena mamoja. Maana yake tumenyweshwa roho moja. Wote tuna imani moja. Wote tumebatizwa ubatizo mmoja. Maana yake tumefanywa kuwa wamiliki wa mtu mmoja ambaye ni Bwana Yesu. Kwa hiyo tutanena yote yaliyotoka kwake. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari ule wa 26, anasema atakapokuja huyo roho wa kweli, huyo roho wa kweli atakapokuja atatujulisha mambo yote, na anayoyanena hayatoki kwa shauri lake. Ukiona kanisa la Kristo linanena kwa shauri la dini, la imani yao, basi Kristo hapo mahali hapa amepunguka. Kristo akiwapo, roho hawezi kunena kwa shauri lake, atanena yote aliyoyasikia kwa Baba. Kundi la Kristo, kundi la Mungu, kanisa la Mungu ni kanisa ambalo litanena, litasimama kunena yaliyosikika kwenye kinywa cha Mungu, wala sio kwenye moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia imetaja kwa habari ya manabii ya kwamba hawatanena unabii au kunenwa mahali popote kwa shauri la mtu ama kama mtu apendavyo, bali walinena yaliyotokana na Roho Mtakatifu kama alivyowajalia kutamka. Hilo ndilo kundi la Kristo, na hilo ndilo kanisa la Kristo, na hilo ambalo ndilo kanisa ambalo Kristo yeye mwenyewe ni mchungaji anayelichunga. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kristo limepewa sura hii, liwe na Bwana mmoja. Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo aliyetufia. Lakini leo hii angalia, kanisa lina mabwana wengi. Watu wako tayari kumwogopa mchungaji kuliko Mungu. Anasema sijui mchungaji atanionaje nisipoenda, nisipohudhuria ibada, nikichelewa mchungaji ataniona. Sio yeye aonaye sirini atanionaje. Sio yeye aliyenipa agizo atanionaje. Sio yeye aliyeniambia nimpende atanionaje. Maana kumpenda Mungu ndiko huku kulishika neno lake. Yaani namna unavyoweza kuelezea kwamba mimi nampenda Mungu ni vile tutakavyokuona unalishika neno lake. Na kulishika neno lake, neno huwezi ukatembea nalo mkononi. Unaliishi. Ukiliishi neno linakwambia uwe na upendo na watu wote. Ukiishi kwenye upendo, maana yake wewe umelishika neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo angalia ya kwamba Mungu kumbe analitafuta kanisa
lililo na Bwana mmoja, lililo na mchungaji mmoja, lakini lililo na ubatizo mmoja, watakao nena lugha moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie, nataka nikuoneshe kitu kimoja na ukielewe kabisa. Mungu anatafuta taifa takatifu. Taifa takatifu linaanzia kwenye familia. Amen. Amen. Kundi la Kristo linaloongozwa na Kristo, linalochungwa na Kristo, ni kundi ambalo lazima lianzie kwenye familia. Kanisa likiwa takatifu, taifa limekuwa takatifu. Kanisa likiwa kundi moja, taifa litakuwa kundi moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Angalia, Mungu anasema, Yesu akajifunua akajidhihirisha akisema, mtu akinipenda atalishika neno langu, na atakayelishika neno langu huyo atapendwa na Baba yangu, na akipendwa na Baba yangu, mimi na Baba yangu tutakuja na kufanya makao ndani yake. Amen. Amina. Sasa yeye amesema hivi, mtu asiyenipenda hawezi kuyashika maneno yangu. Sasa angalia namna ambavyo Mungu anadhihirisha watu wanaotembea na Mungu. Taifa takatifu la Mungu ni watu ambao wamekusudiwa kuwa na Mungu ndani yao, wamekusudiwa kuwa na Bwana mmoja, wamekusudiwa kuwa na imani moja. Hapo ndipo litakapodhihirika taifa takatifu la Mungu, watu wa miliki ya Mungu, watu wanaoongozwa na Mungu, watu wanaoisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya. Kwa Mungu analitafuta kundi moja, Mungu analitafuta kanisa moja. Amen. Amen. Yohana 13:34. Kitabu cha Yohana sura 13 aya 34, neno la Mungu linasema, ndio, amri mpya nawapa, amri mpya nawapa, mpendane, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo, nanyi mpendane vivyo hivyo. Umesikia? Kwa Kristo ameachilia agizo lingine kwa kanisa, kanisa la Tanzania, kanisa la Mungu. Mungu ameachilia agizo lingine jipya, nimewapa amri mpya, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, basi ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo, msipunguze. Sasa angalia, ikiwa Mungu ametoa agizo hili, mbona kanisa hatupendani? Ikiwa tunamtumikia yeye aliye Bwana mmoja, yeye aliye Mungu, yeye aliye juu ya yote, katika yote, mbona kanisa la Mungu halina upendo? Kwa nini tunahukumiana? Kama wote tunajua tuna uhifadhi umoja wa roho, mbona tunahukumiana? Mbona tunanyoshana vidole? Upendo wa Kristo uko wapi? Udhihirisho kwamba ni kundi moja. Hivi mnafikiri Kristo alikuja kuyafia makanisa? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, na wauliza swali, mnafikiri Kristo alikuja kufa kwa ajili ya makanisa? Kanisa ni moja la Kristo. Kanisa linalotambua Mungu ni moja, ambalo lina ubatizo mmoja, lina Bwana mmoja, lina Roho mmoja, lina Mungu mmoja, lakini tumaini moja. Bwana Yesu asifiwe. Tumaini mmoja. Hilo ndilo kanisa ambalo Kristo alilifia, na hilo ndilo ambalo aliagiza, kama nilivyowapenda ninyi nikaamua kutoa uhai wangu, basi ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo. Tena anasema hivi, ndipo watakapofanya nini? Watakapojua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Haleluya. Amina. Haleluya. Hebu malizia huo mstari, uanzie mwanzo kabisa. Anasema,
Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Endelea. Mstari wa 35. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa, kumbe pendo la Kristo likiwa ndani yangu, likiwa ndani yako kama kanisa la Mungu, ndipo watu wote watakapotambua kwamba mtu huyu kweli ni wa Kristo. Sasa waza, unaitwa Mkristo lakini ndani umebeba kisasi. Kuna faida gani ya kuitwa Mkristo? Unaitwa Mkristo, umebeba uchungu ndani yako, wakati hali ukijua kwamba imeandikwa kisasi ni cha Mungu. Ondoweni uchungu mioyoni mwenu. Wakati huu unaudhihirisha upendo wa nani? Maana yake wewe unatudhihirisha kwamba mimi ni mnafiki, kwa sababu kama unaweza kusema unampenda Mungu usiyemwona, wakati jirani yako unawaza kulipiza kisasi kwake, wewe una upendo gani? Je, kama wewe ni Mkristo, je, wewe ni kundi la Kristo? Je, wewe ni kundi moja la kanisa la Kristo? Mahali hapo lazima tujitathmini mara mbili. Haitoshi kuitwa wa Kristo, haitoshi tu kuja kanisani, haitoshi kusema wewe umeokoka. Je, sura ya Kristo ipo? Maana sura ya Kristo inadhihirika kwenye kundi moja, inadhihirika kwenye imani moja, inadhihirika kwenye kwa Bwana mmoja, na inadhihirika kwa Mungu mmoja aliye juu ya yote katika yote. Kwa hiyo watu watatambua kwamba sisi ni wa Kristo pale tutakapodhihirisha sura ya Kristo. Lakini leo hii angalia, wanaolipiza kisasi ni wa Kristo, waliojaa chuki ni wa Kristo, waliojaa maumivu yasiyoponeka. Wakati Mungu anasema jua lisizame, bado uchungu uko moyoni mwako. Je, hilo agizo umelikaidi? Kwani umetunza uchungu? Kwani umetunza maumivu? Je, una sura ya Kristo? Je, wewe kwani unadhihirika kuwa katika kundi la Kristo? Maana kundi la Kristo tutakuja kuliona Ufunuo sura ile ya 14 mstari ule wa 4 na wa 5. Naomba usome kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Ufunuo sura ya 14 aya ya 14 aya ya 4 hadi ya 5. Hawa ndio wasiotiwa unajisi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi. Pamoja na wanawake. Pamoja na wanawake. Kwa maana ni bikira. Kwa maana ni bikira. Hawa ndio mfuatao mwana kondoo. Hawa ndio mfuatao mwana kondoo. Kila endako. Kila endako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu. Wamenunuliwa katika wanadamu. Malimbuko kwa Mungu. Ni malimbuko kwa Mungu. Na kwa mwana kondoo. Na kwa mwana kondoo. Na katika vinywa vyao. Na katika vinywa vyao. Haukuonekana uongo. Haukuonekana uongo. Maana hawana mawaa. Maana hawana mawaa. Sasa kanisa la Kristo lina sura ya namna hiyo. Hawajajitia unajisi pamoja na wanawake. Anaposema pamoja na wanawake, maana yake anamaanisha makanisa. Kanisa la Kristo si makanisa. Kanisa la Kristo ni kanisa. Mimi nikiwa kanisa, nitamwona mwingine ya kwamba naye anafaa kuwa kanisa la Kristo. Ila nikimwona yeye ni makanisa, siwezi kumleta kumfanya kuwa. Sikiliza, kuna tofauti ya kila alichokieleza Yesu na tunachokifanya leo sisi. Yesu alisema, nimewapa agizo, nenda mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Leo hii sisi tunawafanya watu kuwa washirika wetu, sio wanafunzi wa Yesu. Maana mwanafunzi wa Yesu ana sura na tabia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mwanafunzi wa Yesu Kristo, angalia, Petro anamkana Yesu Kristo. Anafungua kinywa chake kunena, anamwambia, mbona hata kutamka kwako ni kama Yesu? Anashituka, anaondoka, kutembea kwake kama Yesu. Anaonekana kuvaa kwake, anaonekana kama Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa angalia, Yesu Kristo anatuagiza, nenda mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Maana yake mkawafanye kuwa kundi langu. Sisi tumegeuza, tumeenda kuwafanya washirika wetu. Sasa washirika wetu hawawezi kutii maagizo ya Mungu, watatii maagizo yetu. Ndio maana leo hii mshirika anatii maagizo ya mchungaji wake kuliko Mungu aliyemleta duniani. Kwa lazima tutambue kwamba kanisa la Kristo na kundi la Kristo ni kundi ambalo Mungu mwenyewe anajivunia.
maana anaiona sura yake, maana naona pendo lake linadhihirika ndani ya kanisa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameagiza kisema, watu watatambua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu mtakapokuwa, sio washirika wangu, mtakapokuwa na pendo, mkipendana ninyi kwa ninyi. Amina. Mkipendana ninyi kwa ninyi. Kundi hilo moja lina sifa ya upendo. Kundi hilo moja lina sifa ya kunyweshwa roho mmoja, maana watanena mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amesema ya kwamba tutayahukumu makabila 12 ya Israeli. Tutayahukumu makabila 12 ya Israeli. Taifa la Israeli ni taifa la Mungu, lakini lilikuwa ni la mwilini. Leo hii lipo taifa takatifu la rohoni, ambalo ni watu wasiokuwa mwanzo hawakuwa na Mungu, bali sasa wana Mungu na wanaitwa wateule. Amen. Hao wateule ndio wanafunzi wa Yesu. Hao wateule ndio watu wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Hao wateule ndio watu wanaoisikia sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu ni injili ya ufalme inayoweza kubadilisha watu wa Mungu, watu wa mataifa kurudi kuwa miliki ya Mungu, taifa takatifu, taifa lisilokuwa na kisasi, taifa lisilokuwa na maumivu, lisiloweza kutunza uchungu, maana linakumbuka agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, najua pengine unaweza ukajiuliza, kundi moja, kanisa la Kristo ni kundi moja. Amen. Leo hii kanisa ulimwenguni kote limegawanyika, kila mmoja na imani yake, lakini wamesahau kwamba imani tunayopaswa kushikamana nayo ni imani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya Yesu Kristo. Sasa angalia, siku zote kwenye hili eneo hili la kupendana, ndio narudi kwamba ukimpenda rafiki yako huwezi kumuudhi, si ndio? Ukimpenda rafiki yako huwezi kumuudhi. Utamuudhi kwa sababu humpendi. Amen. Amina. Haleluya. Lakini kwa sababu ndani yako unajua sheria ya Mungu inakaa, na Mungu amekusudia mimi niwe mtu wake, kama ambavyo amenitaka nisijitie unajisi pamoja na wanawake, nitalazimika kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu, sio miliki yangu mwenyewe. Maana yake watu hao nitawafundisha ukweli ili kusudi wawe wa Yesu. Sikiliza, hawawezi kuwa wa kwetu wasipokuwa wa Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haya hamuyaelewe, si ndio? Manake pendo la Mungu likikosekana ndani ya kanisa, haya hamuwezi kuyaelewa. Amen. Sikiliza, ili waweze kuwa miliki ya Yesu Kristo, ni lazima tuwafundishe kweli yote. Ndio maana Roho wa kweli anapokuja anataka kila neno linalonenwa linenwe lililotoka kwenye kinywa cha Mungu. Anayeweza kulinena lililotoka kwenye kinywa cha Mungu sio mtu, ni Roho aliyeko ndani ya mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho aliyeko ndani ya mtu huyo. Sasa angalia, kama Kristo amesema kwamba amri mpya nawapa, mpendane, na akasema kama vile nilivyowapenda ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa. Sasa waza, ngoja nikuulize swali tu la kawaida. Mimi nataka niulize tu kanisa la Mungu na kanisa la Tanzania kwa ujumla, ambalo ni miliki ya Mungu. Kwa sababu angalia, ikiwa Mungu alichagua Israeli ya mwilini iwe taifa lake, kwenye Agano Jipya Mungu ameichagua Tanzania kama taifa la agano. Halafu angalia Tanzania Wakristo walivyo wengi, lakini leo hii ni taifa ambalo watu wake wamebeba kisasi ndani yake. Je, tuna Mungu? Hatuna Mungu? Mbona umenyamaza sasa? Si tunaulizana. Sasa kama una Mungu, kwa nini unashika kisasi? Mbona unalipiza kisasi kwa jirani yako? Wewe kweli una Mungu? Je, wewe una sifa ya kuwa Mkristo? Huna sifa ya kuwa Mkristo. Maana Mkristo atatambua kwamba Mungu ameniagiza kwamba
msijilipize kisasi, maana imeandikwa, kisasi ni kwa Bwana wa majeshi. Hasa wewe kwa nini unalipiza kisasi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hili eneo ndipo ambapo sasa wachungaji tunaambiwa kwamba tumewafanya kuwa manajisi. Kanisa la Kristo tumelifanya kuwa najisi. Kwa nini? Kwa sababu hatukuliweka kanisa katika maagizo ya Kristo. Maana akitambua kwamba kuliishi neno. Mimi sijui tunapoambiwa kwamba tushike maagizo yake kwamba tuna maana gani. Sijui kama watu wanajua. Lakini kama wangelikuwa wanajua kwamba okay, kumbe kulishika neno lake ni kuliishi neno. Kushika maagizo yake ni kuliishi neno. Sasa kama ni kuliishi neno, je, kama Mungu ameniambia nisamehe, nitake masamaha pasipo masamaha, je, ni kweli mimi nina sifa? Je, ninaliishi neno? Lakini nikitambua kwamba imeandikwa nitake masamaha pasipo masamaha, maana yake ninarudi kubaki kwenye kundi la Kristo, sitoki, siondoki. Lakini nikienda kulipiza kisasi, maana yake mimi si kundi la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Angalia Yohana 14:21. Yohana sura ya 14 mstari wa 21. Mstari wa 21 Yohana 14. Neno la Mungu linasema, ndiyo, yeye aliye na amri zangu, yeye aliye na amri zangu na kuzishika. Umesikia? Amesema aliye na amri za Mungu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Yeye ndiye anipendaye. Ngoja nikupe kisa kimoja. Yule tajiri aliyekwenda kwa Yesu Kristo akamwambia, nifanye nini? Akamwambia, zishike amri. Akamwambia, zipi? Usiue, usiibe, usiseme uongo. Akasema, hayo yote bwana nimeyashika, nimepungukiwa na lipi? Akamwambia, unalo moja umepungukiwa. Nenda kauze ulivyo navyo, kisha njoo nifuate. Ilikuwa kesi. Ikawa kesi nyingine. Amezishika amri ila haziishi. Ni kweli wa Kristo, tunaweza kusema kwamba kanisa la Kristo Tanzania na ulimwenguni tumeshika maandiko. Angalia Mike. Tumeshika maandiko kwenye besi. Tumeshika maandiko lakini si kuyaishi. Maana nikiyaishi, nikiliishi neno, nitaisikia sauti ya Mungu ndani ya hilo neno. Amina. Haleluya. Nitaisikia sauti ya Kristo ndani ya hilo neno. Sasa yeye anasema kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika. Amri tumesema ni maagizo, ni sheria ya Mungu. Kama ni sheria ya Mungu, kuzishika nazishikaje? Je, nazitunzaje? Kumbe ninapoliishi lile neno, zile sheria, ameniambia nisiue. Nisipoua maana yake ninaliishi. Unajua kuua sio mpaka uchukue panga. Unatambua hili? Kuua sio mpaka uchukue nini? Panga. Kuna mtu ni muuaji lakini ni mhubiri. Kwa maana gani? Unaweza ukashangaa, mbona anatumia Biblia halafu anaitwa muuaji? Akifundisha uongo, huyo ni muuaji. Amina. Kwa sababu yeye bora hata yule anayetoa kichwa, yeye anakwenda kuua roho ambayo haitamwona Mungu. Kwa maana yake mbingu hazina faida na mtu huyu anayekufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kuzishika amri au kuliishi neno, huko ndiko ambako Mungu anasema kwamba yeye aliye na amri zangu. Unazo, ni kweli, neno la Mungu unalo, lakini je, unaliishi? Changamoto sio kuwa nalo, changamoto ni kuliishi. Amen. Sasa umoja wa roho hauwezi kudhihirika kama kanisa la Kristo haiwezi kuliishi neno la Kristo. Kundi moja la Kristo haliwezi kudhihirika kama hatuwezi kuliishi neno la Kristo.
Maana Kristo ili tuweze kuishi naye na kutembea naye ni lazima tuliishi neno lake. Ndio maana pale Ufunuo sura ya 14 mstari wa 4 na 5 amesema kwamba hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Mwana kondoo ni Mungu mwenye huruma akiwakilisha Yesu Kristo kila anakokwenda. Maana yake kila anachokisema wewe ufahamu wako unamfuata, unakubali. Amesema uwe na upendo, uwe na amani, uwe na furaha, uwe mkarimu. Neno linavyokuambia wewe unakwenda, uko nalo. Wewe maana yako unamfuata mwana kondoo kila anakokwenda. Kwa sababu mwana kondoo hatumuoni kwa macho ya nyama. Mwana kondoo tunamuona katika roho. Na katika roho tunamuona kupitia neno lake. Anajifunua kupitia neno lake. Akiniambia nenda fanya jambo hili, neno lake linaniagiza nikafanya kwa utukufu wake. Maana yake ninamfuata mwana kondoo kila anakokwenda. Kila anachokisema mimi ninamfuata mwana kondoo. Mathayo 18:20 soma uangalie. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 aya 20. Neno la Mungu linasema, ndio, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, ndio nami nipo papo hapo katikati yao. Amen. Umesikia? Kwa hiyo sasa sikiliza. Ukisoma Ufunuo sura ya 14 mstari wa kwanza, utakuja kugundua kwamba Kristo anatafuta kusanyiko ambalo linakusanyika kwa ajili yake. Je, ni kweli wewe umekusanyika kwa ajili ya Bwana? Wewe umekusanyika kwa ajili ya Mungu? Je, Mungu akikuangalia moyo wako uko mbele zake? Au mwili wako uko hapa lakini mawazo yako yako mbali? Na ndio maana unaona Yesu Kristo anasema, tazama nasimama mlangoni. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua, nami nitaingia. Tena nikishaingia nitakaa pamoja naye. Nikishakaa pamoja naye, siishii tu kukaa pamoja naye, nitakula pamoja naye. Sasa angalia, je, kanisa la Tanzania, kanisa la Mungu, tunakula pamoja na Kristo? Kama tunakula pamoja na Kristo, je, tulioyabeba ndani ya mioyo yetu yanatokana na nani? Kama Kristo anakaa ndani yetu, je, ufahamu wangu ni kweli nimeufungua ili Kristo aingie? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Je, ufahamu wangu nimeufungua ili Kristo aingie? Kama nimeufungua ili Kristo aingie, maana yake sasa ndani yangu Kristo ataishi na mimi, ndani yangu atakula pamoja, na chakula anachokileta Kristo kitakuwa ni chakula chenye uzima. Haleluya. Kwa ndani yangu nitakuwa na uzima. Ndani yangu nitadhihirisha sura ya Kristo. Ndani yangu nitadhihirisha mwenendo wangu. Ndani yangu nitadhihirisha tabia yangu ambayo itadhihirika ni tabia ya Kristo. Kwa hiyo angalia dini hapo. Hapo ndipo kanisa la Tanzania na kanisa ulimwenguni tulipopotelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikienda nasema mimi nimeokoka, nampenda Yesu, nimetoka kanisa, mimi ni wa kanisa fulani. Sasa Kristo hakuja kwa staili hiyo. Kristo alichokuja, alikuja kutafuta kilichopotea, lakini alikuja kulitafuta kanisa lake takatifu. Mwambie mimi ni kanisa la Kristo. Amen. Niko kwenye kusanyiko mahali fulani. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini tumegawanyikana? Ni kwa sababu hiyo hiyo. Nikienda mahali najitambulisha, natambulisha dhehebu langu na dini yangu, Kristo anamweka pembeni, hajulikani kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na maana unafika mahali unasema mimi nasali katika kanisa fulani, mimi ni wa kanisa fulani. Kwa kuna mahali umejiwekea ukingo kwamba mahali pengine mimi siwezi kuingia kwa sababu mimi ni wa kanisa fulani, mimi ni wa dhehebu fulani. Lakini kama ungekuwa ni Mkristo, unatambua wa mahali wa Kristo walipo, utaingia kwa sababu wewe ni Mkristo. Haleluya. Haleluya. Mahali popote ambapo Wakristo wapo, Mkristo huwa anaingia. Amina. Kwa sababu anatambua kwamba identity nilionayo ni ya Kristo, si ya mwingine. Lakini kuna watu wana mabwana wengine, wameshindwa kuwa na bwana mmoja. Haleluya. Na kama tungenyweshwa roho mmoja, maana yake wote tungekuwa na nia moja. Nia moja ya kuwaleta watu kwenye ufalme.
nia moja ya kuwapeleka watu kwenye ufalme, nia moja ya kuwaleta watu mbele za Mungu ili waweze kuliishi neno la Mungu, sio kuwayaishi maandiko. Watu wameyaishi maandiko, akitoka hapa na yafanya ni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka nikwambie kwamba mimi nakwambia hivi, mimi ukiniambia kwamba hukumu ya kwanza inaanzia wapi? Biblia lakini wazi Biblia inasema hukumu itaanzia patakatifu. Maana yake wa kwanza kutandikwa bakora tungekuwa wachungaji. Kama tungewatengeneza watu kuwa Wakristo, kuwa wanafunzi wa Yesu, basi haya tunayoona duniani tusingekuwa tunayaona. Leo hii tusingekuwa tunapiga kelele kibaka huyo mwizi, tusingekuwa tunayaona watu kwa sababu kumbuka, watu hawa tunaanza nao nyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unaitambua hilo? Ndio. Kwamba watu hawa tunaanza nao sisi kwenye malango yetu. Familia ambayo Mungu atatawala, familia hiyo itatoka na upendo. Watu watakuwa ni watu walioja. Sasa angalia familia iliyoja kisasi. Niambie, kanisa litakuwaje? Ni kanisa la kisasi. Ikitoka hapo kanisa la kisasi, taifa la kisasi. Huwezi kukwepa familia mpaka taifa, huwezi. Kama imeshindikana kuandaa familia bora, usitegemee taifa bora. Kanisa litakuwa ni kanisa ambalo limejaa kisasi, chuki. Wewe jiulize tu kwanza. Wewe unasema nimeokoka na mpenda Yesu. Halafu wakati huo jirani yako akiingia mlango huu, na kwa sababu kuna milango miwili na unapitia mlango mwingine, akinyanyuka kutoa sadaka, wewe unakaa ili atoke kwanza kutoa sadaka, halafu na wewe ndio unakwenda. Halafu wakati huo mnasema ninyi ni Wakristo. Kweli? Tabia ya Kristo iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Angalia pendo Kristo alilokuwa nalo kudhihirisha kwamba na wataka wote mwe kundi moja. Yeye alitembea na Yuda, yeye alikula na Yuda, yeye aliishi na Yuda mpaka anaondoka duniani. Sisi mbona tunashindwa jambo dogo tu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anataka kujidhihirisha kwa watu wake, kwa kanisa lake. Alitengeneza kuwa kundi moja, alitengeneza kuwa na mchungaji mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Yesu ndiye anayetuchunga katika roho, tunachungwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Sasa mimi naomba nikuulize. Najua pengine yamkini kuna watu wachache wamekuja kuungana na sisi kwa siku chache. Lakini je, ile tarehe 29 na iliyopita wewe haukubeba gesi? Nakuuliza, wewe haukuiba? Huko ulikokuwa haukuiba? Haukuchukua kitu ambacho sio cha kwako? Je, anayekuongoza alikwambia jambo hilo kwamba ulifanya makosa? Je, ulitengeneza? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana ukiangalia kundi moja lilisambaratika, watu wakaanza kufanya ya kwao. Aliyekuwa na nafasi ya kuomba haikuwepo. Kwa sababu yeye alikuwa anasema hapa ndo fursa yangu nimeipata. Mimi ndio maana nakwambia hivi, wa kwanza tungetandikwa bakora ni wachungaji. Kwa sababu sisi ndio tulisababisha mpaka mambo yakawa hivyo yalivyo. Kwa sababu sikiliza, mimi nikikuelekeza ukweli ukayauishi ule ukweli, sitegemei matokeo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Sitegemei matokeo, nategemea matokeo mazuri. Hivi tulivyo ni kwa sababu Yesu Kristo alikuja ameibeba kweli yote. Angefika mahali naye akawa anafundisha ya kwake, mpaka leo sijui tungekuwa wapi. Kwanza tungekuwa tuishafia kwa muda mrefu, maana Mungu asingechukuliana na sisi. Lakini yeye alikubali kugharimikia maisha yake, akaamua kufundisha ukweli na kauishi ukweli. Kwa changamoto sio kufundisha, changamoto ni kuishi. Changamoto sio kusikia, changamoto ni kuliishi neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda pale, tukirudi pale kwa Yohana 14:21, Biblia yake anasema, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Anayenipenda
Maana amesema kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye. Kwa mtu asiyeishi neno la Kristo, huyo hawezi kumpenda Kristo. Ndio maana ana uwezo wa kufanya jambo lolote lilo kinyume na Kristo. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Sasa kumbe umeshasikia kwamba Mungu ni pendo. Wewe mbona una kisasi? Wewe mbona una chuki? Wewe mbona una kinyongo? Hivyo viondoe ili udhihirishe Mungu uliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ushinde ubaya kwa nini? Sasa wema uko wapi? Wema uko wapi? Kwa kanisa wema uko wapi? Kwa wachungaji wema uko wapi? Mshirika amekosea, maana tuna washirika, sasa tuna wanafunzi. Maana wanafunzi wa Yesu walitembea na maagizo ya Yesu. Washirika walitembea na tabia zetu kwa sababu waliiga kwetu. Lakini kama wangeiga kwa Kristo Yesu, wangekuwa na tabia ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunapaswa kubadilisha mfumo ambao Yesu aliuweka, ni mfumo wa kutengeneza watu wa wanafunzi. Manake kila itwapo leo ajifundishe, ajifunze habari za Yesu. Sasa leo tumepoteza neema ya kuwa na pendo la Kristo. Sasa je, Mungu ni naye? Kama Mungu ni pendo na ndani yangu sina upendo, je, mimi ni Mkristo kweli kweli? Jibu ni hapana. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kwamba yeye aliye na amri na kuzishika, huyo ndiye anayempenda Kristo. Na anayempenda Kristo atapendwa na baba yake. Na anayependwa na baba yake, Yesu Kristo atampenda na atajifunua kwake. Kwa hiyo angalia Waefeso sura ya 3:17, yeye anasemaje? Kitabu cha Efeso sura ya 3 aya 17, neno la Mungu linasema, ndiyo, Kristo akae mioyoni mwenu. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina. Kwa imani mkiwa na shina la nini? Na msingi katika upendo. Shina la msingi ni upendo. Kanisa lisilokuwa na upendo haliwezi kuwa na amani. Familia isiyokuwa na upendo haiwezi kuwa na amani. Kama haiwezi kuwa na amani, maana yake itazalisha kanisa lisilokuwa na amani. Kama ni kanisa lisilokuwa na amani, litazalisha taifa lisilokuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiwa na amani binafsi, nitasababisha mtu mwingine awe na amani, kwa sababu mimi nina amani. Nitadhihirika kuwa kundi la Kristo. Angalia, hatujifunze hata kwa Yesu. Petro anakamata panga, wanakuja kumkamata bwana wake. Yeye anaona kwamba suluhu hapa ni kumlinda bwana wangu, acha nichukue panga fyeka sikio. Lakini Bwana Yesu akamwambia, hawa nao ni wa kwangu, inapaswa niwalinde. Akachukua ile sikio kufanya nini? Sisi mbona hatuwafundishi watu mfumo huo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Watu wanatembea na kisasi mwaka, miezi, alafu na kanisani anafunga na kuomba. Kwenye kundi la Kristo umetoka, maana huna jina lake. Mwenye jina lake ana tabia yake. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kusikia watu wanasema, huyu mtoto yana ana tabia ya baba yake. Maana yake kazaliwa na baba yake, tabia hiyo amerithi kwa baba yake. Wakorintho wa pili 6:16. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 aya ya 16, neno la Mungu linasema, ndiyo, tena pana mapatano gani? Ndiyo, kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Tena kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu, aliye hai. Aliye hai kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Sasa jamani, hebu kanisa la Kristo tunaoitwa wa Kristo, sisi tungedhihirisha sura ya Kristo ndani yetu, tukajaa pendo, tukadhihirisha kuwa kundi moja kweli. Maana ili watambue kwamba sisi ni wa Yesu,
ametuagiza tupendane. Mchungaji kwa mchungaji wapendane, mshirika kwa mshirika wapendane, mshirika na mchungaji wapendane, mwanafunzi wa Yesu Kristo ampende mwanafunzi mwenzie. Lakini je, sisi hilo pendo lipo? Kama halipo, maana yake sasa hakuna patano kati ya hekalu la Mungu na sanamu. Maana yake yule asiyekuwa na pendo la Mungu, kama taifa sio la Mungu linakuwa taifa la nani? Kama kanisa lisipokuwa la Mungu linakuwa la nani? Kwa sababu Biblia inasema hivi, mtawatambua kwa matunda yao. Na matunda yao ni mambo matatu: maneno anayoyanena. Amen. Maneno anayoyanena, maisha yake ya kila. Haleluya. Lakini tunda lingine lina maana ya tunda la kuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo angalia, kama Mungu hawezi kutembea katikati yao, anayetembea katikati yao ni nani? Kama ni Ibilisi, je, watakuwa na upendo watu hao? Jibu ni hapana. Kwa tunamhitaji Mungu ili tuweze kurejea kwenye pendo, kwenye kundi moja na kuwa na Bwana mmoja na mchungaji mmoja. Lakini tuangalie maagizo yake ni yapi. Kama kweli sisi ni kundi lake, sisi ni kanisa lake, maagizo yake ni yapi? Mathayo 28:19 mpaka 20. Mathayo sura ile 28 mstari wa 19 hadi 20. Neno la Mungu linasema, ndiyo, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, mkiwapa alama kwa jina la Baba yangu na Mwana na kwa jina langu mwenyewe na Roho Mtakatifu, na Roho wa Mungu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Umesikia? Hajatuagiza kwenda kupeleka propaganda. Tumeagizwa kwenda kuwafundisha kuyashika, kuwafundisha kuyashika. Kama mimi sijayashika, naanzaje kumfundisha mwingine ayashike? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mimi neno la Mungu sijalishika, maana yake siliishi, naanzaje kumuhimiza mtu mwingine aliishi? Haiwezekani. Yesu anasema, nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wao wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni. Biblia takatifu, niliyowapeni. Amen. Amen. Nami nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Kudhirika ndani yetu, kwa hiyo hata sura yake haiwezi kuonekana ndani yetu. Kama mimi nimeagizwa kuwafundisha kuyashika maagizo yake, nawezaje sasa kuandaa au kutengeneza mtu atakaye kuwa na upendo? Nawezaje kuandaa mtu atakaye kuwa na msamaha pasipo masamaha? Kristo ametuagiza kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ili uwe kundi lake, lazima uwe na amani na watu wote. Lakini je, Wakristo wana amani na watu wote? Je, tunajifurahisha kuwa Wakristo? Je, tunajifurahisha kuwa Wakristo alafu pale itakapolia tutupe jehanamu au tuachwe? Nia ya Kristo ilikuwa ni ipi? Nia ya Kristo ni mataifa kuwa wanafunzi wake. Wakiwa wanafunzi wake, maana yake watakuwa na tabia yake. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa na tabia yake. Na kiwa na tabia yake, maana yake tayari watahifadhi umoja wa roho. Leo hii kanisa lililoko Mwanza lilingane au lifanane na sura ya kanisa lililoko Dodoma, lililoko Dar es Salaam, lililoko Iringa. Wote tunene mamoja. Huo ndio umoja wa roho. Huko ndio kudhihirisha sura ya kanisa la Kristo. Lakini tukigawanyika, aliyeko Mwanza na aliyeko Iringa ni vitu viwili tofauti, hatuna sura ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Maana yake mimi nikisimamishwa na yule akisimamishwa, tunene mamoja. Wote tunautafuta ufalme wa Mungu. Wote tunawapeleka watu kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Si kutafuta matakwa yetu wenyewe. Amen. Yesu akawaambia Wayahudi, akawaambia hivi, mimi nalikuja kwa jina la Baba yangu, lakini yupo anayekuja kwa jina lake mwenyewe, huyo mtamsikiliza.
Amen. Mimi mmenikataa wakati nimekuja kwa jina la Baba yangu, lakini yupo anayekuja kwa jina lake mwenyewe, huyo mtamsikiliza. Watu wameiacha imani ya kweli, watu wameacha njia ya kweli, wameacha ubatizo halisi wa Kristo, lakini wameambatana na roho zidanganyazo. Kwa sababu gani? Walimwacha yule aliyekuja kwa jina la Baba, wakamfuata yule aliyekuja kwa jina lake mwenyewe. Ndio maana leo hii sura ya kanisa imegawanyika. Kwa tunapaswa kutafuta sura ya kanisa, sura ya Kristo, ambao udhihirisho wake ni tabia yake. Tabia ya kanisa la Kristo inadhihirika kuanzia kwenye msingi wa upendo. Nikikosea, nikumbuke nimekosea, nikimbie haraka, maana pendo la Mungu litanisukuma. Kaombe msamaha, katengeneze, maana sitakuwa na raha ikiwa Mungu anakaa ndani yangu. Amina. Mpaka nitakapotengeneza. Lakini mtu anamaliza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki, mwezi, mwaka, bado na kisasa. Akipita ukimpa mtu kisogo, anakuchekea hapa mdomoni. Ukimpa kisogo na tema chini mate. Lakini kesho mnakutana kanisani, ananyosha mkono wake, anamtolea Mungu sadaka. Hilo ni chukizo unalofanya mbele za Mungu, kwa sababu Biblia inasema Mungu anazichukia sadaka za mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia Warumi 8:29-30. Twende tuione neno la Mungu linasemaje. Warumi 8:29-30. Mstari 29 unasema, ndio, maana wale aliowajua tangu asili, ndio aliwachagua tangu asili wafananishwe kwa mfano wa mwana wake. Kwa hiyo kanisa la Kristo limefananishwa na sura ya mwana wake. Tumefananishwa tabia alizokuwa nazo Kristo. Angalia, anatemewa mate, anadhihakiwa, wanamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu usijiondoe hapo msalabani. Lakini yeye anatangaza neno la kwanza, katangaza msamaha. Baba uwasamehe. Angalia Stefano anapigwa mawe, anamwambia Mungu usiwahesabie dhambi hii. Mbona sisi wa kizazi hiki cha mwisho tumeshindwa kufuata tabia ya Kristo? Maana waliofuata tabia ya Kristo walipofika mahali wanapigwa bakora, wakasema hili ndio tulikuwa tunalingojea. Petro anafurahia kupigwa kwa ajili ya Kristo. Funza kwake. Mtu anakukwaza kidogo tayari umeshazira na kuzira. Utaki kuenyaga kwake, unaweka na mipaka. Wewe Ukristo gani unaobeba? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Najua ni machungu mengine, lakini ya meza hivyo hivyo. Meza hivyo hivyo. Na atakayesikia hivyo hivyo na yeye atayameza hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia, kama tumechaguliwa tufananishwe na sura ya mwana wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini Stefano anapigwa mawe, anamwambia Baba usiwahesabie dhambi hii? Yesu anaingia pale msalabani, anasema Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wewe kofi moja, jirani yako akakutandika kofi moja, unasema mimi kwa kweli huyu sio jirani mwema, naweka na mipaka na njia yangu hataki kunyaka tena. Wewe umejifunza kwa nani? Haleluya. Umejifunza kwa nani? Ili yeye awe mzaliwa? Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ndio. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Akawahesabia haki wale aliowaita. Na wale aliohesabia haki, hao akawatukuza. Kwa kanisa la Mungu haliwezi kutukuzwa wakati limebeba kisasi, limebeba chuki, limebeba maumivu, limeshindwa kuwa katika kundi moja. Vinywani mwao unatoka uongo. Kumbe Mungu hataki tunene uongo, anataka tunene kweli. Na Biblia inasema nena kweli na jirani yako. Amekukosea mfuate. Ndugu yangu, ni kweli mimi ni mwanadamu na umenikosea na umeniumiza, lakini ninaomba unisamehe. Alafu tusameheane, yaishe. Utamsikia anasemaje na yeye. Utashangaa naye atashuka. Kweli mimi mwenyewe uliniumiza. Sawa, ni kweli wewe uliyeumizwa kwanza, nenda katake msamaha. Hiyo ndio kanuni ya Kristo. Kanuni ya Kristo inataka aliyeumia ndiye aende kuomba msamaha, si
aliyeumiza, aliyeumia na aende kuomba msamaha, maana yeye ndiye anaumia, ndo anaendelea kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliyemkosea yeye hana shida yoyote, wala yeye ni amani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tumegeuka tena Wakristo wa jino kwa, yani tunatembea na Torati, lakini kanuni ya Mungu ilikuwa sio ya Torati. Injili ya Agano Jipya ni injili ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Ni injili ya amani, ni uweza wa Mungu. Injili ya Agano Jipya ni uweza wa Mungu uleta wokovu. Unanitoa kwenye uharibifu kunileta katika eneo ambalo nitakuwa salama. Mathayo 21:43. Tunakwenda kumalizia vitabu viwili hapa. Kitabu cha Mathayo sura 21 aya ya 43. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda. Anapozungumza taifa, hazungumzi mataifa ya Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Kongo na mataifa mengine. Anazungumza watu, anazungumza mtu asiyezaa matunda. Matunda gani? Matunda ya upendo, matunda ya amani, matunda ya furaha. Hivi unajua ukikosa furaha unazeeka mapema? Unatambua hilo? Ukikosa furaha unazeeka mapema. Utashangaa kijana wa miaka 30 unalingana na mtu wa miaka 70. Kwa sababu kumbuka, mpaka inakuja kuonekana nje, kilichoanza kuathirika ni moyo. Moyo uliochangamka ni nini? Sasa na hilo nalikwepaje? Huko ndani kumejaa chuki, visasi, kinyongo, yani umejaa kila kitu. Yani ukitazama watu wote unaona kama watu wote ni wabaya. Haya, niambie sura yako ya nje inaonekanaje? Kwani usionekane babu wa miaka 70? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatafuta watu watakaozaa matunda. Mungu anatafuta taifa litakalozaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe ni taifa la Mungu. Kama ni taifa la Mungu, ni watu wa miliki ya Mungu, tunaongozwa na Mungu. Kama tunaongozwa na Mungu, Mungu anataka tuzae matunda. Matunda yapi ambayo Mungu anayataka? Matunda ya Roho ni haya. Wagalatia 5:22-23, tumalizie hapo. Marimbuko ya Mungu lazima yawe na matunda. Tuzae matunda. Taifa linalozaa matunda lina vitu hivi ndani yake. Vikikosekana vitu hivi ndani yake, hilo sio taifa la Mungu. Soma. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. Taifa la Mungu lina furaha na lina amani. Hilo ndio taifa la Mungu ambalo Mungu anajivunia. Maana yeye anaitwa mfalme wa amani. Ambapo tunaona Warumi 14:17 anasema ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni katika haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kanisa la Kristo lililo kundi moja, lililo na mchungaji mmoja, ni kanisa ambalo limejaa furaha, ni kanisa ambalo lina amani, ni kanisa ambalo linatambua haki. Hatuwezi kuwa watu wa Mungu ikiwa haki za Mungu hatuna. Hatuwezi kuwa watu wenye amani wakati mfalme wa amani hayumo ndani yetu. Hatuwezi kuwa taifa la Mungu lenye amani wakati mfalme wa amani hayupo ndani yetu. Lazima tuwe na mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Matunda ya Roho ni upendo, ni furaha, ni amani. Hivi vitu vitatu kwanza ukiwa navyo, haya mengine yatakuja. Utakuwa mkarimu tu. Haleluya. Ukipunguka upendo, ukarimu zero. Ukipunguka upendo, hutakuwa na upole. Ukipunguka upendo, hutakuwa na kiasi. Utakuwa na kiasi wewe ukiwa na upendo. Mungu yarudia matunda ili waweze kuingia ndani yetu. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, ni furaha, amani, ni amani, uvumilivu, utu wema, fadhili. Hapo kwenye utu wema ni kimbembe. Kwenye utu wema, pakikosekana utu wema, kisasi kinaingia, kinakaa. Maana nimekosekana kuwa mtu mwema,
nageuka kuwa mtu mbaya, natengeneza roho ya kisasi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kisasi inatengenezwa. Amen. Amen. Nikisha kuwa na kisasi ndani yangu, siishii tu kuwa na kisasi peke yangu, natengeneza na wanaonifuata nyuma yangu. Kumbuka, nyuma yako kuna watu wanakufuata. Kadri unapopiga hatua kukaribia mahali, kuna watu nyuma yako wanaandaliwa kukufuata wewe. Sasa umekuwa mchungaji wa kisasi, unanyonga watu mpaka wasionyongeka. Injili ya nginja badala ya injili ya amani. Yesu ametupa injili ya amani, sisi tunasema ni injili ya nginja, chinja. Wewe, Mungu amekutuma kuchinja. Biblia inasema usiue. Kwa nini unaua? Hivi haya maandiko hawayaoni watu? Amen. Watu hawayaoni. Jamani, hebu tuambizane, Biblia tunasoma Biblia gani? Imeandikwa mwanamke mchawi hapaswi kuishi, unanyonga mpaka anakufa. Jamani, Mungu amekuagiza kuua. Wakati Biblia inasema Mungu hafurahii kifo chake mwenye dhambi. Wewe hilo andiko hujaliona? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Mtu akitendekiwa, basi aliye hodari amrejeze tena kwa upendo. Amina. Amen. Amina. Je, kwa nini Mungu anahimiza sana upendo dhihirike? Maana anajua huko ndiko sura yake iliko. Sura ya Mungu ni upendo. Amen. Sura ya Mungu ni upendo, moyo wenye upendo. Ndio maana naona katika mambo yote, tutakuja kuona katika mambo yote anataka upendo. Soma. Naomba uambatane na makerubi katika kumsifu Mungu. Maserafi tumsifu Mungu, tuambatane nao. Waweza kumwinulia mikono yako Mungu wa mbinguni. Damu ya Yesu inanena mema. Asubuhi ya leo mwambie Bwana, natamani neema yako ya ajabu idhihirike ndani yangu. Ikiwa Mungu nimepungukiwa na pendo, damu yako inene mema, ili rejesho la pendo idhihirike ndani yangu. Mtakana Mungu umeliachilia kanisa ili lisimame kuwa walinzi wa Israeli kwa jina la Yesu. Nasi tunaomba neema yako juu ya Tanzania, kanisa lako Bwana likasimame kulinda mipaka ya Tanzania, maana wewe ni Mungu mfalme wa amani, mfalme na amani. Mahali ulipo Mungu kuna amani, kuna upendo, kuna furaha. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu unaishi na kumiliki na kutawala milele na milele, ninaliinua jina lako kamilifu, kwa maana wewe ni Mungu mkamilifu. Kwa taifa la Tanzania Bwana, ambalo umelipa neema na kibali chako, ya kwamba liwe taifa la agano, likadhihirishe sura yako ya amani. Ninaomba neema yako Mungu ukawape hekima na maarifa na ufahamu wa rohoni viongozi wa taifa hili, ili taifa hili Mungu likaongozwe kwa amani, likalindwe kwa amani, katika jina la Yesu Kristo. Nikiinua kiongozi wa nchi, mkuu wa nchi, rais wetu Bwana, akishirikiana na viongozi wa taifa hili hadi balozi, ninaomba neema yako Mungu kadhihirike juu yake. Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Bwana wa mabwana. Tawala juu ya watu wako, tawala juu ya viongozi, tawala Bwana, wape hekima na maarifa, wape hekima na maarifa katika kutembea nawe Mungu, wakadhihirisha sura yako, maana wewe ni Mungu na upendo. Dhihirisha Jehova Shama hiyo sura juu ya viongozi Bwana, dhihirisha juu ya taifa, dhihirisha juu ya mipaka ya Tanzania, ili Mungu Tanzania endelee kuwa kisiwa cha amani, kama Mungu ulivyoichagua kuwa taifa la agano.
ndivyo Mungu umekusudia. Umefanya agano wa Tanzania. Bwana Yesu, ikiwa kanisa lako la mwisho limekusudiwa kuinuliwa juu ya Tanzania na kuelekea mataifa yote ya ulimwengu, basi Mungu wa mbinguni, tunaomba tutunzie amani. Tunaomba uachilie roho ya upendo ndani ya Tanzania, ili Watanzania tuwe na amani, tuwe na furaha, tuwe na pendo lako ndani yetu. Bwana Yesu, tukadhihirishe sura yako, kisha Mungu wa mbinguni utukuzwe katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayetawala na kumiliki milele. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye uhai aseme amen. Piga makofi na vigelegele mbele za Bwana Yesu. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Atembee pamoja nao. Neema yako Bwana Yesu ikawe juu yao, na utukufu wako Mungu ukawafunike, na damu yako Bwana ikawafunike. Kwa maana Mungu umeahidi ukisema, watoto wako watafundishwa na Bwana. Na ikiwa Mungu umenipa watoto hawa ili waweze kusimama mbele zako kama watoto wanaokulia ukamilifu wako Bwana, wape neema ya kushika sana elimu, wasije wakamwacha kaenda zake, maana huyo ndiye aliyebeba hatima ya uzima wao. Ninaomba neema yako e Bwana. Umesema watakuwa juu wala hawawi chini. Umesema watakuwa kichwa wala hawatakuwa mkia. Ninaomba neema yako Bwana ikawe juu yao, katika jina la Yesu Kristo. Damu yako Bwana ikawazingire wapo katika masomo yao, waliotangulia kwenda katika masomo yao Mungu. Damu yako ikawafunike na kuwatamia. Nguvu zako Mungu wa mbinguni zikawafunike, na utukufu wako Bwana ukawazingire, katika jina la Yesu Kristo. Ninainua hata walimu wao Mungu watakaowafundisha. Yesu Kristo kawape hekima, maarifa na ufahamu, ili katika kutumika pamoja nawe Kristo wakafanye yaliyo mapenzi na makusudi yako Mungu, wakidhihirisha Mungu wa mbinguni sura yako, wakiwapenda watoto waliokabidhiwa. Maana Mungu wa mbinguni wamekusudiwa kwamba kuachilia maarifa. Umekusudia Mungu kuachilia maarifa kupitia walimu wao. Bwana Yesu, wape amani, wape furaha, wape upendo, wawapo shuleni Bwana katika kazi zao, wakatimize wajibu wao sawa sawa na kusudi lako e Bwana. Mungu wa mbinguni, ubarikiwe Mungu mkamilifu kwa ajili ya wanafunzi hawa, ukawainue wanapowakilisha wanafunzi wote wa Tanzania nzima, na walimu walioko mahali hapa Bwana wanapowakilisha walimu wa Tanzania nzima. Bwana kuwatunze na kuwahifadhi, wape amani, wakamalize vyema na wakafanye vyema kwa ajili ya sifa na utukufu wako e Bwana. Wewe ni Mungu naishi na kumiliki, na tukaporudi tena Mungu, tutarudi na moyo wa shukrani mbele zako, tukikushukuru kwa ulinzi wako na wema uliotutendea, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye uhai aseme amen. Basi mpige Yesu makofi na vigelegele.